Kundi la maofisa wa kijeshi wamesema wametoa udhibiti wa Guinea Bissau huku kukiwa na ripoti kwamba rais wa nchi hiyo Umaro Sissoco Embalo amekamatwa. Rais wa Guinea Bissau Umaro Sissoco Embalo amekamatwa na watu wenye silaha siku chache tu baada ya uchaguzi wenye utata ambapo upinzani ulizuiliwa kushiriki. Milio ya risasi ilisikika katika mji mkuu huku Embalo na mpinzani wake Fernando Dias wakidai ameshinda. Vile milio ya risasi imezuka karibu na makao makuu ya tume ya uchaguzi ya Guinea Bissau Jumatano, siku moja kabla ya matokeo ya urais yenye mvutano yalitarajiwa kutangazwa. Nchi hiyo ya Afrika Magharibi yenye historia ya mapinduzi ilifanya uchaguzi wa rais na wabunge Jumapili iliyopita. Kinyang'anyiro hicho kilimkutanisha rais aliye madarakani Umaro Sissoco Embalo na mpinzani wake mkuu Fernando Dias, na pande zote mbili zinadai ushindi katika raundi ya kwanza mapema wiki hii. Haikuwa wazi mara moja ni nani aliyehusika katika ufyatuaji risasi ambao ulishuhudiwa na mwandishi wa habari wa Reuters na wakazi wengine wawili. Msemaji wa Embalo, Antonio Yaya Said, aliambia Reuters kwamba watu wenye silaha wasiojulikana walishambulia tume ya uchaguzi ili kuzuia kutangazwa kwa matokeo ya kura. Alisema watu hao walikuwa na uhusiano na Dias bila kutoa ushahidi. Msemaji wa Dias hakujibu ombi la kutoa maoni. Mmoja wa mashahidi alisema wakazi walikuwa wakikimbia kutoka eneo la tukio huku milio ya risasi ikiendelea kurindima karibu na jengo la tume ya uchaguzi. Dereva mmoja huko Bissau ambaye aliomba asitajwe jina lake alisema pia kulikuwa na milio ya risasi katika wizara ya mambo ya ndani na ikulu ya rais. Taifa hilo dogo la pwani kati ya Senegal na Guinea lilishuhudia angalau mapinduzi 9 kati ya mwaka 1974 lilipopata uhuru kutoka kwa Ureno na mwaka 2020 wakati Embalo alipochukua madaraka. Embalo anasema amenusurika majaribio mengine matatu ya mapinduzi tangu wakati huo, ingawa wapinzani wake wamemtuhumu kwa kutengeneza migogoro kama kisingizio cha ukandamizaji, madai ambayo anayapuuza. Embalo alikuwa akitafuta kuwa rais wa kwanza katika miongo mitatu kushinda muhula wa pili mfululizo nchini Guinea Bissau. Uchaguzi huo ulikuwa wa kwanza kufanyika bila chama kikuu cha upinzani PAIGC, chama kilichoongoza mapambano ya uhuru kutoka kwa Ureno katika miaka 1960 na 1970. PAIGC ilizuiwa kuwasilisha wagombea baada ya mamlaka kusema iliwasilisha hati kwa kuchelewa. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.